رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni fursa nyingine katika kipindi hiki tukizungumzia tafsir ya qisar suwar, na bado tuko na muawidhatain ambazo ni sura mbili zimeshuka pamoja. Tulizungumzia tafsiri ya surat al-Falaq na leo tunaingia kuzungumzia surat an-Nas. Surat an-Nas اشتملت على علاج أخطر مرض وأخطر شر وهو الوسواس. hii sura imezungumzia na zaidi imelenga katika kuzungumzia tiba ya maradhi yaliyo hatari na shari iliyo kubwa zaidi kwa mwanadamu kuliko shari zote tulizozungumza katika surat al-Falaq. Na maradhi hatari na shari kubwa iliyoko katika hii sura inayozungumziwa ni sharrul waswas, shari ya waswas. Waswas kalimatun min al-kalimat al-arabiyya. Hili neno waswas ni miongoni mwa maneno ya Kiarabu ya allati tufidu daimuma, ambayo inaonyesha ni jambo la kuendelea siku zote, ni jambo halisimami, wala mwanadamu hata pumzika na kukabiliana na shari hizi au kuweza kudhurika na ugonjwa huu hatari. Alwaswas imekuja kwa wazni ya fi'lal, zilzal, waswas, watwat ni wizani ya fi'lal. Na katika maneno ya Kiarabu ambayo yanakuja kwa wizani wa fi'lal, wizani huu wa waswas, utaona kila neno hurudia herufi mbili pale ndani, yani zil, zal, na ni kuonyesha lile neno harakatul quwwa, au mfano zilzal ni kuonyesha harakatul ardh biquwwa, namna ardhi ilivyo tingshika, yani tetemeko la ardhi lililokuja kwa kasi na nguvu kubwa sana. Na maana alwaswas Kiarabu ni as-sautul khafi, ni sauti iliyofichika, sauti yani inazungumza lakini siri wewe huisikii, ni mazungumzo ya siri, ndio maana alwaswas. Na alwaswasa harakatun sautiyatun daibatun fi suduri nnas, ni sauti inayokuja katika mwanadamu, humwingia katika moyo wake, akasikia kama anayemwambia mawazo yanayokuja na nini, lakini hasikii sauti na hamuoni anayezungumza naye. Sasa hasa zaidi maana ya waswasa inakusudia nini? Waswasa masdaruha huwa hadithu nafs wa hadithu shaitan. Waswasa ni mazungumzo baina yako na nafsi yako na mazungumzo ya shaitan. Hadithu nafs au hadithu shaitan ndio hasa makusudio katika Qur'ani inayolenga, ni mazungumzo ya nafsi au mazungumzo ya shaitan. Wakati mwingine
nafsi hukuzungumzia ikakuelekeza ikakwambia, na ujue kwamba mazungumzo yoyote ya nafsi hayatakuwa ya khairi. Qala jalla wa ala wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Qur'ani imethibitisha kwamba nafsi siku zote yaamrisha mabaya na hakuna aliyesalimika na hatari hii. Fa kullu amrin bisu min an-nafsi waswasa. Kwa maana hiyo amri yoyote ambayo nafsi imekuelekeza pabaya ni waswasa au taswilu an-nafs, wasawalat lakum anfusukum. Yani mtu amewaza akafikiria nafsi yake ikatoa maamuzi kwamba afanye kadhaa, kama auladu Yaqub walipomtupa kwenye kisima ndugu yao mdogo Yusuf, waliporudi kwa baba yao wakajaribu kujitetea kwamba inna tarakna Yusufa inda mata'ina dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina faakalahu dhib. Baba yao waliwasikiza ile maneno, kisha akamwambia bal sawalat lakum anfusukum amra, hapana, nyinyi kuna siri iliyofiche, yani kwa nafsi zenu kuna mambo mlioyaamua ya siri na hamtaki kuyasema kweli. Sasa nafsi idha sawalat waswasat wa idha tawaswasat dakhala ash-shaytanu 'alayha fatahakkama wasaytara 'alayha. Nafsi idha sawalat, yanapokuja yale mawazo mwanadamu nafsi yake ikawa imewaza, kisha tawaswasat, na yakapita yale mawazo mabaya katika nafsi, dakhala ash-shaytanu 'alayha. Hapo ndio sasa shaytani huingilia, na akiingia yeye tahakkama minha wasaytara 'alayha wa waswasa laha, hutawala sasa ule moyo, nafsi huitawala shaytan na akaelekeza njia ya kufanya, mbinu gani zitumike na nini. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja yuwaswis fi suduri nnas, shaytani huingilia akayatawala yale maamuzi. Famala alwi'a alladhi huwa as-sadru bilwaswas, akaujaza sasa ule moyo wenyewe na waswasi mwingi sana, akajikuta mwanadamu ni kama mateka. Husira alqalbu fi ajnihati alwasawis, ule moyo wake husira alqalb fi ajnidati alwasawis, ule moyo huwa sasa umezingirwa na nguvu ya ule waswasi. Fala yakhruju minha hatta yunfidhahu hatta yunqidhaha Allahu rabbun nas. Kwa hivyo mwanadamu hapa hana usalama, yakishakuja yale mawazo na waswasi, wa kumwokoa ni Allah peke yake, ndio malikin nas ilahin nas jalla wa ala, paka kuingilia nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala na kumwokoa yule mtu na mawazo yale na kumtoa katika yani utawala wa shaytan, katika nguvu za shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Rabbun nas, utaona hapa kuna kwenye hii sura tasaddarat hadhihi sura bi thalathati asma. Surat an-nas imeanza na majina matatu, na idha lahattaha tara al-ajab fi tartib hadhihi al-asma. Ukweli ni kwamba ukifanya upelelezi utaona maajabu mpangilio wa haya majina yalivyokuja. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Haya majina tukiangalia zaidi na kufanya taammul mulahadha, tutaona أول سورة من القرآن وهي سورة الفاتحة تصدرت بثلاث آيات كلها تحمل اسما أو اسمين من أسماء الله جل جلاله. سورة الفاتحة karibu
aya 2 au 3 zimechukua majina matukufu katika majina ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi alalamin. Jina hili au sifa hii tukabiluha fi nnas, inakuja katika qul a'udhu bi rabbin nas, rabbin nas. Katika Fatiha ndi rabbul alamin, ni mola wa viumbe vyote, mlezi wa viumbe vyote. Hapa amehusishwa kwamba ni rabbun nas, na rabbun nasi yani imelinganishwa na surati al-Fatiha. Kisha kuna arrahmanir rahim, malik yawmiddin. Aya pili ya surati al-Fatiha imekuja arrahmanir rahim, alafu kuna malik yawmiddin. Na hapa utaona maneno haya, majina haya yamejirudia tena huku katika suratul Nas. Katika sura hii ni awali sura min suwari al-Quran, alafu akhiru sura min suwari al-Quran. Yamekutana maneno yale, majina yale yaliyoanzia kule ufunguzi wa Quran na yamemalizia kufunga Quran. Malik an-Nas, Fatiha ni Malik yawmiddin. Rabbil alamin katika surati an-Nas, Rabbin nas. Alhamdulillah imekuja ilahi an-nas, kumaanisha kwamba sifa zilizoko huku ndio sifa zilizoko kule, na ndio Mola aliteremsha hii Qur'an na aliyemlea mwanadamu na kumuongoza kwa mambo mengi yaliyomo ndani ya Qur'ani. Katika mpangilio huu tutaona anna al-ilaha huwa al-ma'bud. Alhamdulillah, al-ilah huwa al-ma'bud. Mola aliye na sifa ya ilaha ndiye Mola anayestahili kuabudiwa, wahdahu la sharika la, peke yake hana mshirika. Wa anna ar-rabba huwa malikul mulk, na vile vile ar-rabb ndiye aliyomiliki ufalme mikononi mwake. Na Rahmanur Rahim ni kwamba Malik ana sifa ya rahma kwa viumbe vyake. Na wanadamu wanagawanyika katika sehemu 3. Qismul am, ambapo kigawanyiko cha kwanza ni mkusanyiko wa wanadamu wote, yani imekusanya wanadamu wote, ashabu tauhidur rububiyya, na wanadamu wote wako pamoja katika sifa au tauhid ya rububiyya. Kullu nasi hadha tauhid sawa. Tauhidi hii ya rububiyya watu wote wako sawa, hakuna aliyetoka kando na tauhid ar-rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha na Al-Quran, nasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Ukiwauliza wanadamu wote jumla, mu'minuhum wa kafiruhum, atajibu kwamba aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, na hii ni tauhid rububiyya. Fajamiu an-nas muttafiquna ala rububiyyati Allah lil-kawn. Wanadamu wote wamekubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabbul kawn, rabbun nas, yani la khilafa fi dhalik. Hilo halina tofauti, kwa sababu sifa ya rabbu ina maana ya kuwa pia ni mwenye kuumba. Qulillahu khaliqu kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. الرحمن الرحيم ملك الناس كذلك لا خلاف أيضا في رحمته وملكه. hakuna tofauti, viumbe wanakubali rahim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayepinga rahma ya Allah na ufalme kuwa ni wake, isipokuwa hunaka min almuluk alladhina alaw min qabl man yad'i almulk, yani hunaka min almuluk alladhina khalaw man yad'i almulk. Isipokuwa hapa kuna wale waliodai wafalme waliotangulia nyuma walidai kwamba na wao ni wafalme. Illa anna Allah azza wa jalla huwa al-a'la, lakini wanakubali Allah yuko, yani yule anayedai kwamba ni Mungu huwa rabbu al-adna, rabbu al-a'la ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama mfano mushrikin wanadai kwamba wale masanamu ni miungu,
Wanawaabudu kwa nini? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ili wapate kuwafikishia kwa Mwenyezi Mungu maombi yao wanayoyaomba hapa ulimwenguni. Firaun kadhalik alidai ni Mungu, lakini alikubali kwamba Mungu yuko, yani Allah subhanahu wa ta'ala yuko, isipokuwa yeye naye amejipa sifa hiyo. Ushahidi wa Firaun kwamba anakubali Mungu yuko, Firaun alimwambia Haman, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiban. Firaun hapa anakubali kwamba Allah yupo. Alipomwambia Hamana, ibni li sarhan, nijengee mnara mrefu, ili lengo langu nataka kupanda katika mbingu, nifike juu ya hizi mbingu, fa attali'a ila ilahi Musa, ni hakikishe madai ya Musa kwamba Mungu wake yuko katika mbingu. Wa inni la adhunnuhu kadhiban, na mimi ninavyomuona Musa ni mrongo. Kwa hivyo haya ni madai Firaun, na anakubali kwamba Allah yuko. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kadhalika vile vile anatueleza kwamba wako waliodai kuna miungu wengine wa kuabudiwa tofauti na kwamba awe Mungu mmoja. Yeye ndio khaliqun nas, kwa maana hiyo ndiye aliwaumba watu. Alafu vile vile ar-rabbu huwa mudabbiru amri nas, ndiye anaendesha ulimwengu, anaendesha maisha ya watu na kila kitu. Alafu malikun nas, Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi jami' al-khalq, alimul bin nas, ndiye aliyewazunguka viumbe wake wote wako chini, kila mmoja fi qabdati Allah subhanahu, na Mwenyezi Mungu anamjua hali zake na kila kitu. Kwa hivyo haya yote yadkhulu fi ismi Rabb, yamechanganywa yote katika jina Ar-Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii tumesema alilolitaja ni jambo moja ambalo ndio zito kabisa, maradhi mabaya na shari iliyo kubwa. Anatuambia min sharri alwaswas, sema najilinda kwa Mola wa watu au mlezi wa watu, anilinde na kunikinga na shari alwaswas. Alwaswas hapa ni shari ambayo ikipatikana shari hii ikiwa ipo, basi huwa ni hatari, hasa ikiwa waswasi katika dini. Mtu akiwa na waswasi katika dini, katika akida yake, katika ibada zake, na kuwa ni shari iliyo hatari. Kuna baadhi ya watu anaweza akawahi vizuri, muda mzuri, amekuja katika sala ya jamaa, amewahi kusali sala zake rakaa zake 2 qablia, na akaona muda pia vile vile mpaka sala ya iqama imefika, imekimiwa sala, watu wamesimama kwenye safu na yeye yumo kwenye safu, imama amefunga sala, basi yeye ataanza kuteseka na ile takbiratul ihram. Kila akifunga takbiratul ihram anaona bado haijakubali, yani haijakaa vizuri, anarudia tena. Au pengine ikiwa ni mtu kwamba anaweka nia, anarudia akiweka takbiratul ihram bado, basi anaweza kuteseka hivyo. Tantahi salatu wa huwa fi takbiratul ihram, sala inamalizika, imam anatoa salam, bado yeye anasumbuka na takbiratul ihram. Au pengine atarukuu, imam ashaondoka kwenye rukuu, ndio amfuate, yuko nyuma ya imam, kinachomsumbua ni waswasi. Au anaweza kutawadha katika udhu wake, basi akapata taabu kweli, akiosha mkono anaona bado haujakuwa vizuri, akiosha mguu wake bado. Waswasi kama huu kwenye dini ni hatari sana. Na wengine huja waswasi pengine hata kwa nafsi yake mwenyewe, waswasi mtoto wake, kuona kwamba huyu mtoto kweli ni wangu, au mtoto mbona hafanani na mimi, mbona kadha.
waswasi kwa mke wake, waswasi kwa kila kitu kinachomhusu. Na waswasi ulio mbaya zaidi ni waswasa taati alwasawisu fillah, waswasi unakuja kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kaja maswali katika nafsi yake, mata kana Allah, Mwenyezi Mungu mwanzo wake ilikuwa lini, na ni vipi huyu Mungu hivi, kujiuliza maswali. Lakini ni maradhi mabaya, afillahi shakun. Kwa hivyo ni ugonjwa mbaya. Na alwaswas, mtu anaweza kuwa nao yeye nafsi yake, wa shaitanu yazidu fil waswas, alafu shetani akasindikiza na yeye akammaliza kabisa. Na wakati mwingine kuna watu pia anaweza katika jamii akawa na matatizo, akimwona mtu fulani aanza kutia waswasi, au mwambie bwana huyu amekusudu, huoni vile kadha kadha, yuko hivi na nini, anamfikiria mtu vibaya, ule waswasi unambana katika nafsi yake, na ni sheitani tu katika mbinu zake kumaliza wanadamu, anampa waswasi kama huu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha alipotuambia, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu wajaribu mazungumzo yao siku zote yawe mazuri. Fa inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, shaytani hutegea kati ya mazungumzo hayo yanayoendelea baina mtu na rafiki yake, na akamuingiza waswasi katika moyo wake, na akamgeuzia mawazo ambayo yalikuwa mazuri. Shaytani analeta maneno mengine tofauti na kuweza kumuingiza kwenye madhambi. Ni kama mathalan mtu anaweza kutana na mwenzake akamwambia, bwana na kuona siku hizi uko vizuri bwana, umefanya mwili. Huyu mtu anazungumza hili neno biniyatin tayyiba, anazungumza kwa nia nzuri safi, hana dhamira nyingine mbaya, lakini sheitani anakuja anamuingia mwanadamu, anampa waswasi na kuyafasiri yale maneno kwa njia mbaya, yafasiru kalama bijihatin ghaira muradi. Mwisho akaona kwamba huyu bwana kwa nini ananiambia hivi, anakasirika, anamwambia wewe hasidi, wewe ulikuwa upendi unione mimi niko vizuri, niko sawa, a'rif annaka hasud, basi nishajua wewe ni hasidi yangu. Na asipoyasema mbele yake atakwenda yasema kando, na yeye alikuwa pengine mtu yamzahu maa, ni mzaha tu, anamtania yule bwana. Lakini sasa shaitan hutumia mbinu hiyo, walau jalasa, walidhalika law jalasa ithnan yatakallam, na ndio sababu wakikaa watu kama watatu mathalan, watoke wawili pale, wao wana mazungumzo yao kando na huyu mwenzao amemwacha kando, ima pengine wageuze lugha ambayo huyu haisikii ile lugha, au wananongonezana wao wawili. Hapa ni hatari. Yajiu shaitanu fayuwaswis lilakhar, shaitani huja akamuingia huyu mwingine akamtia waswasi, akataka kumwambia unaona hawa watu bwana wanakuzungumza wewe, hawa wanakusengenya, basi yani kata urafiki na wao, si watu wazuri. Ndio hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha katika hadithi, anasema la yatanaja ithnani duna thalith, wasiwe na tabia watu wawili wanasengenya mwenzao, wamwacha kando, hawamshirikishi katika yale mazungumzo, au wamegeuza lugha tofauti na yake anayosikia, kwa sababu hili ni moja linaweza kuleta matatizo. Sheitani huitumia nafasi hii akamshawishi, akamtia waswasi huyu mwingine. Naam, tukome hapa katika sehemu ya pili ya surati An-Nas. Tutayaendeleza mazungumzo yetu kuhusiana na ugonjwa huu wa wasawis. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزننا وشفاء أمراضنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رمضان